Makamo wa rais wa kampuni ya uchimbaji wa madini ya Anglo Gold Ashanti chini ya Geita Gold Mine GGML, Simon Shayo amepongeza serikali kwa uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya na kuipongeza taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa hatua nzuri ya utoaji wa matibabu ya magonjwa ya moyo. Shayo amesema hayo wakati akipokea shukrani kutoka kwa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa kujitolea kuchangia milioni 56 kwa ajili ya watoto 14 ambao wanahitaji kufanyiwa upasuaji wa moyo. Tumeona teknolojia nzuri ya kisasa, lakini pia tumeona utaalamu ambao kwa kweli kama sisi tunavyojitapa kwenye mining kwamba tunachimba kisasa, tunafanya uchimbaji wa usalama kuliko mahala pengi. Tumeona tafsiri hiyo hapa kwenye matibabu ya moyo. Kwa hiyo naomba niwape kongole kubwa kwenye hilo. Nimalizie kwa kusema watoto hawa waliotajwa hapa 14 ambao moja kwa moja wanahusika na msaada tuliotoa, idadi ndogo, lakini kila tone la maji katika bahari ndio linafanya bahari iwepo. Kwa hiyo kabla sema yanayotuhusu sisi, labda nitumie pia fursa hii kuwaalika wenzetu wa sekta binafsi. Faida kwenye biashara ina manufaa tu kama itasaidia kwenye kubadilisha ustawi wa mtu ambaye sio mmiliki wa ile biashara. Kwa wenzangu ambao wananisikia siku ya leo, ikiwa kama mmoja wa viongozi kwenye sekta binafsi kupitia majukwaa kama jukwaa la sekta binafsi Tanzania, wenzetu wa chemba ya migodi, kwenye viwanda na kadhalika, wote wanaofanya biashara kwa namna moja au nyingine, kuna fursa hapa ya kuokoa maisha ya watoto na kuwarudishia tabasamu ambalo huenda lisiwepo maishani mwao. Nirudie tena kwanza kuipongeza serikali kwa uwekezaji huu, na sisi kama sekta binafsi kutoa wito uwekezaji huu uendelee kwenye sekta hii na sekta nyingine ndogo za afya. Lakini ni jambo moja serikali kuwekeza, jambo jingine wanaopewa fursa ya kusimamia hivi display kweli kwamba wanachosimamia kinaleta tija. Nadhani ninyi niseme tu timu yenu, hata sisi wa sekta binafsi tunajifunza efficiency. Kwa management ya JKCI ninaomba niwapongeze kwa kuwa very efficient. Kusikia hospitali inayohudumia watu zaidi ya 500 kwa siku moja, na wote wengi wanahudumiwa within 4 hours. Akizungumza wakati wa kutoa shukrani hiyo, mkurugenzi wa taasisi ya Heart Africa Foundation, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo kwa watoto JKCI, Dr. Naishijwa Majani, ameishukuru GGML kwa msaada huo ulioweza kuwafikia watoto wa mikoa 11 nchini ambao waliweza kufanya upasuaji wa moyo mkubwa na mdogo. Aidha, amesema tatizo la magonjwa ya moyo ni kubwa sana na wamekuwa wakipokea wagonjwa kila siku, hivyo wanatarajia kuanzisha harambee nyingine ili kuwafikia watoto 460 ndani ya mwaka huu, sambamba na kuimarisha makazi kwa kujenga nyumba maalum kwa wale wenye uhitaji wa kukaa wakati wa matibabu au baada ya matibabu. Kwa ni karibu 70% ya watoto wanaofanyiwa matibabu wanahitaji financial support. Kwa tunapoangalia mwaka unaokuja, huu mwaka tulioko, mwaka 2026, tunadhani kwa jinsi tulivyo tunaweza tukahudumia watoto 600 kwa sababu tunaenda kwa kukua. Na katika hawa watoto 600, basi watoto 420 watahitaji financial support. Kwa mwaka huu 2026, sisi kama hata na wadau wetu tunajilenga kuwasaidia watoto wapatao 420. Na hii ina translate to 1.6 billion itakayohitajika mwaka huu peke yake kuweza kuhakikisha kwamba hawa watoto wanapata hizi intervention wanazozihitaji. Sasa wenzetu wa GGM, asante sana, mwaka jana walituchangia 5% ya hawa watoto. Mwaka huu tulikuwa tunadhani kwamba, mkurugenzi, kama itawezekana tukafika 20%, mkachangia angalau 400 million, mtaweza kuokoa zaidi ya watoto 125 ndani ya mwaka huu peke yake. Kwa hiyo haya ndio mahitaji ambayo tunayaona na projection ya mwaka 2026. Sasa ukiangalia kwa ujumla, kwani hii shida ya moyo ina shida gani? Where is the chain ina break wapi kwenye huduma za moyo? Cha kwanza, kama ambavyo tulikuwa tumekueleza Vice President wakati tunapita round, ni kwamba screening.
tunahitaji kuwapata hawa watoto mapema, so we need to screen. Kwa mfano kwa upande wa kule mkoa wenu mlioko Geita na Mwanza, kunahitajika sana screening ili tuweze kuwapata mapema. Lakini kingine tulichokiona sasa hivi, tumeweza kuwahudumia 70% tunawapa financial support. Ukipita kule wodini kama ulivyoona, wengi pia wanahitaji non clinical support. Kuna wanaohitaji malazi, tumekwambia tuna vitanda 26, tunahudumia wagonjwa kutoka Tanzania nzima. Kwa wakati mwingine inabidi wafanye malazi nje ya hospitali wakisubiri zamu yao ya kulazwa waweze kufanywa hizo operation. Na wengi unakuta wanalala kwenye malazi ambao ni duni sana. Wengine wanalala hata pale nje tu Muhimbili kwenye jengo tunaita Coca-Cola, wengine inabidi wafanye lodging huko Kariakoo na wapi wakisubiri zamu yao ya kulazwa. Lakini wale waliolazwa pia kuna mahitaji kama ya nutrition, na baada ya kufanywa huduma kuna wengine wanahitaji mahitaji kwa mfano ya nauli za kurudi wanakotokea. Ukiacha financing costs za surgery zenyewe, kuna referral, wanafikaje hapa kwenye taasisi ya Mwai Jakaya Kikwete. Kwa hiyo kuna wengi unakuta wameshagundulika, lakini anakwambia daktari aligundulia miezi 7 iliyopita, nilikuwa natafuta hela ya kuja huku Jakaya Kikwete. Kwa hiyo pia ile kuwawezesha kuweza kufika kwenye taasisi, nao tunaona ni sehemu ambayo link kunahitaji a good linkage waweze kuaccess care mapema. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Global Medicare ambaye pia ni mratibu na makamo msaidizi wa kamati ya utalii wa kimatibabu nchini, Bwana Abdul Malik Molel, amesema uwepo wa mashirika kama GGML katika sekta ya matibabu utasaidia kurahisisha utoaji wa huduma za afya kwa watoto wenye uhitaji, na kuzitaka taasisi nyingine kuunga mkono serikali kuboresha afya za watoto sambamba na kurudisha nuru yale ambao umeyaona na wito ulioutoa, kwanza katika timu ya wafanyabiashara wa mining, lakini hata stakeholder wanaofanya kazi na Geita Gold Mine pamoja na Ashanti Group kwa ujumla. Hii ni willingness inayoonyesha nuru kubwa ya kimatumaini katika kuwasaidia watoto kwenye upande wa moyo katika taifa hili. Hili nalo Vice President, naomba nikushukuru sana. Lakini ridhia kuanzia kesho na kuendelea, timu yako na timu yangu ya Medicare kwa kushirikiana na Hatimu Afrika ambao we are there, madaktari tuwaache waendelee na majukumu yao. Sisi tutasubmit strategic plan ya 2026 angalau as a short term plan ya mwaka mmoja, lakini tutasubmit sustainability plan ya kati ya miaka 5 mpaka miaka 10, ili nyinyi mnapokuwa mnaipitia muone nyumba ya matumaini imo mule ndani, muone outreach program kwa mkoa wa Geita imo mule ndani, muone swala la awareness na capacity building. Tumejadiliana, kuna madaktari kule chini wako kwenye hospitali za wilaya, wako kwenye hospitali za zahanati za kawaida, hawana uelewa wa kutosha juu ya kuidentify mapema. Kama huyu Mariam Rashid ni mama wa Ashifat Alawi. Yeye ni miongoni mwa walionufaika na msaada kutoka GGML uliomsaidia mtoto wake kupatiwa matibabu wakitokea wilaya ya Kondoa mkoani Dodoma, na sasa anaendelea vyema akiwa chini ya uangalizi wa JKCI. Kwa jina naitwa Mariam Rashid Ramadhani kutoka mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kondoa. Mwanangu ana changamoto ya moyo. Aligundulika akiwa na miezi 9 kuelekea 10. Aligundulika katika hospitali ya Temeke. Kwa sababu nilishahangaika hospitali tofauti nika hajajulikana na shida gani. Baadaye nikaitwa na ndugu, nikaja mjini, nikaanza kuhudhuria hospitali tofauti. Alikuwa kila kipimo alikutana na pneumonia. Na shida yake ilikuwa ya kupumua, hapumui vizuri. Nikapata rufaa ya kwenda Temeke, Temeke pale akapewa kwenye oksijeni, kapumulia oksijeni siku 15. Nikatoka pale akapatiwa vipimo vya aina tofauti, akawa hana. Baadaye mwisho wa siku akasema tujaribu kupima tatizo la moyo. Akapima kweli moyo, akakuta na tatizo la moyo, ndio akapata rufaa ya kuja Muhimbili. Kuja Muhimbili nikaja akapima, akaniambia bwana, mwanao ana changamoto ya tundu katika moyo. Tukatoka pale tukakaa siku 15 Muhimbili, akawa anapatia matibabu tofauti. Tukatoka hapo akaimarika kidogo, tukarudi nyumbani. Tukaambia tutahudhuria kliniki. Tumehudhuria kliniki mpaka hatimaye siku tukapewa mtoto inabidi afanywe operation. Kuna gharama tofauti zinazohitajika. Nikaandikiwa gharama ya milioni 6,600,000 na senti. Nilipoandikiwa zile gharama
nikaja nikahudhuria kliniki, akaniambia kwa hiyo mama, muda umefika kufanya operation, vipi umejiandaje? Nikamwambia kwa kweli mimi sina uwezo. Mimi hapa sina uwezo wa kuhimili gharama za matibabu. Akaniambia kwa hiyo sinafanyaje? Nikamwambia kama kuna msaada wote naomba mnisaidie. Akaniambia sawa, akampeleka kwenye social, nikaenda kwenye social. Nikaongea nao pale, akanisikiliza, akaniambia andika barua, nikaandika barua. Nikatoka nazo na zingine, akaniambia tunaomba za mkoani. Nikatoa vitambulisho, nikapiga kopi, nikampa. Akaniambia una gharama za shilingi ngapi? Nikamwambia kwa kweli mimi hapa na shilingi 300,000. Akaniambia basi sawa. Tukawa tumeomba msamaha. Baada ya kuomba msamaha, nikawa nimechangiwa na wadau waliojitokeza kwa kutuweza kutusaidia watoto wetu. Kwa kweli mpaka hapa alipofikia kashafanywa operation tayari. Namshukuru Mungu, anaendelea vizuri. Nashukuru sana wadau waliojitokeza, madokta, manesi na serikali pia kwa ujumla. Informative TV. We believe